ni siku ya wafanyakazi duniani ambapo maadhimisho hayo kitaifa yanafanyika mkoani Singida na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na klabu ya soka ya KMC yaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba utakaochezwa Mei 11 katika dimba la Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Naam, habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Leo ni tarehe 1 ya mwezi Mei mwaka 2025. Ni siku ya wafanyakazi duniani. Karibu sana. Mimi naitwa Emily Lazarus na hii ni asubuhi njema na karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi njema. Leo ni siku ya wafanyakazi duniani ambapo hapa nchini maadhimisho hayo yanafanyika mkoani Singida ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mapema jana Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema ameridhishwa na maandalizi kuelekea sherehe hizo zitakazofanyika leo kitaifa mkoani Singida katika uwanja wa Bombardier. Mheshimiwa Majaliwa ameipongeza kamati na waratibu sherehe hizo na kuwataka kuhakikisha wanakamilisha maeneo machache yaliyobaki ambayo yanahitaji maboresho. Awali akitoa taarifa ya maandalizi hayo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesema maandalizi yamekamilika kwa kiasi kikubwa na wapo tayari kumpokea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sherehe hizo. Na kwa kuwa mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa viwango Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa heshima ile ya mkoa na heshima ya wafanyakazi anaamua kuingia leo kwa Singida. Niseme tunashaanza safari, ataingia wakati wote. Hii ni heshima kubwa. Na haya mazingira na mandhari haya nayoyaona yameandaliwa hapa yanayo hadhi zote za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kwa kweli nataka nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza kushukuru sana mkoa wa Singida kiongozwa na jemedali wetu, mkuu wetu wa mkoa, dada yetu, mama yetu Bi Halima Dendegu, kwanza kwa ukaribisho mzuri, lakini pili kwa jinsi ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwa mambo yote yanakwenda vizuri hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jumla maandalizi yamekamilika. Tupo tayari kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais na ujumbe wake kwa ajili ya kilele cha sherehe ya siku ya wafanyakazi duniani. Naam, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amezindua mpango mkakati wa muda mrefu wa Shirika la Maendeleo ya Petroli TPDC utakaotekelezwa kwa miaka 25 kuanzia 2025 hadi 2050 na kueleza shirika hilo kuharakisha maendeleo ya vitalu vya gesi pamoja na kuboresha miundombinu na kuongeza shughuli za usambazaji wa gesi asilia. Mheshimiwa Dr. Doto Biteko ametoa maelekezo hayo wakati wa uzinduzi wa mpango mkakati huo wa TPDC unaolenga kuendeleza utafutaji na uzalishaji wa gesi asilia, kuimarisha uthabiti wa kifedha, kuboresha miundombinu na kukuza rasilimali watu ili kufanikisha utekelezaji wake. TPDC inapaswa kuongeza kasi ya uendelezaji wa vitalu vya gesi Mnazi Bay Kaskazini, Eyasi Wembere, Songosongo Magharibi, Lindi na Mtwara, na mradi wa LNG ambao tunakuendelea nao. Hii itasaidia kuhakikisha kuwa upatikanaji wa nishati kwa ajili ya soko la ndani na nje inakuwa ya uhakika. Kuhusu ukuaji wa sekta ndogo ya mafuta na gesi, Naibu Waziri Mkuu amesema kwa sasa inachangia takriban 9% ya pato la taifa, huku ikikadiriwa hadi kufikia 2030 mchango huo utaongezeka kwa zaidi ya 15%. Lakini unaweza kushangaa bila aibu kabisa, eti siku moja wametoa msaada wa uniform za shule na picha wanawapiga watoto wa watu, tena wameshikilia vitu vidogo vidogo, pet things. Hivi haviwezekani kwenye dunia ya leo. Watanzania hawa ni lazima waone hii miradi inabadilisha maisha yao na wasisubiri kesho, waanze sasa hivi kwa vile tulivyo navyo. Maono ya viongozi wa TPDC ni kuona shirika hilo linakuwa kampuni ya taifa ya mafuta yenye heshima kikanda na kimataifa kutokana na utekelezaji wa mpango mkakati huo wa muda mrefu. Nafasi yetu ya kimkakati, uzoefu wetu katika sekta ya mafuta na gesi, uwepo wa miundombinu pamoja na ugunduzi wa rasilimali kubwa iliyopo ya gesi asilia zinatupatia fursa za kipekee za kuiweka Tanzania mahali pazuri kiushindani kwa ajili ya kuvutia uwekezaji, kukuza soko la nishati ndani ya nchi, kikanda na kimataifa. Lakini sasa kutokana na mazingira yaliyopo, mabadiliko ya tabia nchi
na umuhimu wa kuangalia mbele zaidi katika uchumi wetu na dunia kiujumla, tukaona kwamba ni muhimu tuende kuangalia, tuandae mpango wa muda mrefu zaidi. Tunategemea kuwa ni kampuni ya kimataifa katika regional hii ya Eastern Central Africa, katika kutoa nishati kama tulivyosema, katika bei rahisi, upatikanaji na kuja na njia mbadala za kuweza kuifikisha gesi katika watumiaji hao. Kabla ya mpango mkakati huu, TPDC ilikuwa ikitekeleza mpango ulioishia mwaka 2024 ulioanza 2018-19 hadi 2023-24 ambao ulifanikiwa kwa asilimia 59 na kwa asilimia 38 haukutekelezwa kutokana na sababu za kiuendeshaji. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga mkoani Rukwa imewahukumu kunyongwa hadi kufa wanaume 3 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya mauaji katika maeneo tofauti na kwa nyakati tofauti. Akizungumza na wanahabari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Shadraki Mabele Masija amesema ni kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga mkoani Rukwa imehukumu kunyongwa hadi kufa watu 3, wote ni wanaume, kwa makosa ya mauaji. Adhabu hiyo ilitolewa kwa washtakiwa hao 3 baada ya kupatikana na hatia ya kuua kwa kusudia kama nilivyosema, lakini kwa nyakati na maeneo tofauti ndani ya wilaya ya Sumbawanga mkoa wetu wa Rukwa. Wa kwanza anaitwa Devi Parasido Mwanalinze, ana miaka 25, ni mkazi wa pale eneo la Makutano wilaya ya Sumbawanga. Huyu alihukumiwa baada ya kumuua mwanamke mmoja mkazi wa Makutano na maeneo ya Sumbawanga asilia, baada ya kuwa amembaka lakini akawa amepora na simu yake. Adhabu hii imetolewa juzi tu tarehe 25 mwezi wa 4 2025. Vile vile Charles Kashinje miaka 48 mkazi wa Kapenta wilaya hii ya Sumbawanga, naye amepewa adhabu hiyo ya kunyongwa mpaka kufa. Naye ni baada ya kuwa amemuua mwanamke mmoja anaitwa Kija Rutema, ana miaka 35, ni mkazi naye wa Kapenta. Wa mwisho ambaye naye amepewa adhabu kama hiyo anaitwa Sanyiwa Nyorobi Mtemasho, yeye ana miaka 47, ni mkazi wa Kirangawana, kijiji cha Kirangawana, ni wilaya hii ya Sumbawanga. Kamanda Masija amesema adhabu hizo zimetolewa ili iwe fundisho kwa wengine na kutoa wito kwa wananchi. Tuwatake wananchi wasiwe na tamaa za ngono. Kama huyo wa kwanza amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kutokana tuna tamaa ya ngono, lakini simu ndogo tu ya 20,000, 18,000. Kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilibod Sumia, Channel 10. Na mtazamaji, kufuatia taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kuongoza kwa utoaji wa tiba ya moyo Afrika Mashariki na ya 3 barani Afrika kwa utoaji wa huduma za upasuaji na kupokea idadi kubwa ya watu kutoka nchi zaidi ya 20, hatua hiyo inachangia pia katika kuongeza idadi ya watalii wanaofika hapa nchini kujionea vivutio mbalimbali. Kwa sasa Tanzania ina watalii zaidi ya milioni 5 kwa mwaka na kuingiza mapato ya dola bilioni 4, kiwango ambacho kimetajwa kuvuka utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Akizungumza wakati wa utiaji saini mkataba wa ushirikiano katika kutoa huduma bora kwa wageni na ukarimu, mkurugenzi mkuu JKCI Dr. Peter Kisenge amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameboresha sekta utalii na kuwavutia watalii hususan katika suala la usalama wa afya zao. Leo tunaenda kuandika historia ya ushirikiano ambapo nyinyi na sisi tutasaidia kazi ambayo ameshaianza Mheshimiwa Rais ya kukuza utalii nchini. Kwa kuungana pamoja tunaweza tukafanya mambo makubwa, tukapata watalii wengi, lakini na tiba utalii ikaongezeka hapa nchini. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Utalii NCT Dr. Florian Mtei amesema uwekezaji unaofanywa na serikali uungwe mkono na taasisi za serikali zikishirikiana na kuhakikisha watalii wanaofika hapa nchini wanapata huduma stahiki kuanzia mapokezi kwa kukutana na watoa huduma zenye viwango vya kimataifa. Chuo cha Taifa cha Utalii ni chuo ambacho kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ambacho kimepewa majukumu ya kutoa mafunzo, kufanya ushauri na utafiti kwenye maeneo ya utalii na ukarimu. Na kwa hapa Dar es Salaam tuna kampasi 4
Tuna Bustani campus ambayo ndio makao makuu, iko posta tu hapo. Tuna Temeke campus, tuna Arusha campus na tuna Mwanza campus. Kwa hiyo hizi ni juhudi za kuweza kutanuka na kuwafikia Watanzania wengi ili waweze kunufaika na fursa hizi zilizopo. Shabani Mpute, Channel 10. Jeshi la polisi nchini limepokea pikipiki 15 kutoka mgodi wa GGM na kwa ajili ya kusaidia mwendelezo wa doria pamoja na misako mbalimbali katika kuimarisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Akipokea pikipiki hizo kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi, kamishna wa operation na mafunzo CP Awadhi Juma Haji amesema pikipiki hizo zitatumika vizuri ili kuhakikisha kuwa wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao katika hali ya amani na usalama. Kwa hiyo pikipiki hizi zitatumika kwa ajili ya kufanya doria, operation na misako katika sehemu ambazo tunaamini kwamba kuna changamoto ya miundombinu ambapo magari hayawezi yakapita kutokana na shida za barabara. Kwa hiyo pikipiki hizi zitasaidia sana katika maeneo haya. Kwa upande wake, mwanasheria wa mgodi wa GGM David Nzaligo amesema kutolewa kwa pikipiki hizo ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, ambapo wamesema wataendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kuwa ni mdau mkubwa wa usalama katika uwekezaji wao. Kamishna alivyozungumza ni kwamba tuna makubaliano, rasmi makubaliano kati yetu na jeshi la polisi kwa ajili ya kutoa shughuli za ulinzi na usalama kwenye operation yetu pale Geita na maeneo mengine. Na kwa muktadha huo tumekubaliana kwamba pamoja na yale tunayofanya kwenye makubaliano lazima pia kutoa tunachoita in kind support. Aziza Bakari, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza kimeonya kuwa hakitasita kuchukua hatua kali za kinidhamu dhidi ya wanaotia nia ya kugombea katika uchaguzi ondosha kwenye iwapo kitabaini kuwepo kwa misigano mingi kati ya watiania kwa watiania. Mtakuja kupata kiongozi wa ajabu kwa sababu ya nini? Hapa inaonekana hela ndio sifa ya kiongozi hapa. Juni 27 mwaka huu ikiwa ni siku ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akitarajia kulivunja bunge ili kupisha harakati hizo, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza kimesema kuwa hakitakuwa tayari kufumbia macho misigano ya wanachama. Akiwa kata ya Butimba, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Nyamagana Peter Bega anaonyesha njia. Zikipatikana timu 4 au 5 zinazosigana kweli kweli, tukaona kuna hatari ya kukipasua chama, tutakula vichwa wote. Tutamleta na sisi mwenye sifa ambayo makundi yote yatamkubali na tutayateua haya makundi kumpigia kampeni mpaka ashinde. Katika kata hii tunahitaji upepo wa hali ya juu sana. Inaonekana diwani wenu miaka 20. Nikitoka nikipata kula kutoka kwenu. Nilipotikoza kutoka kwenu bila hata zile za mwisho, lakini Mungu amenipa za mwanzo. Ninaamini kabisa kwamba nilifanya kazi nilizofanya kwa muda mrefu. Ufafanuzi huo ukamwinua mbunge wa jimbo la Nyamagana Stanislaus Mabula. Kwa faida ya Butimba peke yake, kwa miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumepokea fedha za miradi ya maendeleo zaidi ya shilingi bilioni 5.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa sijataja mradi wa chanzo cha maji Butimba ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 71. Katika kata ya Mkuyuni, chama hicho kimetumia wasaa huu pia kuwataka viongozi wa chama ngazi ya serikali za mitaa kutoletewa majina ya wagombea. Sisi viongozi tunakihitaji chama zaidi kuliko chama kinavyotuhitaji sisi. Pale kiongozi anapofanya mambo ya kipumbavu na ni mambo ya aibu, mwambieni bila kupepesa macho, hapa mwenyekiti umekosea, hapa katibu umekosea. Sasa uongozi mzima wa kata wote huko mfukoni tunafanya kazi gani hapa? Ziara hamfanyi. Vikao vya kuimarisha uhai wa chama katika wilaya ya Nyamagana vinaendelea kuwafikia wananchi mguu kwa mguu ili kuwakumbusha pia wanachama wa CCM misingi na taratibu za kuzingatiwa ndani ya chama hicho. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.
Wizara ya Madini imethibitisha kuongezeka kwa viwanda vya kuongeza thamani ya madini yanayochimbwa hapa nchini, ambapo sasa zaidi ya viwanda 10 vinaendelea kujengwa huku vingine vikiwa katika hatua za mwisho za kuanza uzalishaji. Akifungua kikao kazi cha management ya Tume ya Madini ambapo maafisa madini wa mikoa wanahudhuria, Waziri wa Madini Bwana Anton Mavunde alisema kuongezeka kwa viwanda vya kuongeza thamani madini katika nchi yetu ya Tanzania, hili ni jambo kubwa sana kwa hivi sasa, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba madini yetu yanaongezwa thamani ndani ya nchi. Hivi sasa mwelekeo umekuwa ni mzuri sana. Lakini waziri huyo wa madini akashauri juu ya viwanda vinavyopandisha thamani ya madini ya shaba, uelekeo uwe ni upi? Tutoke kwenye kuzalisha copper cathode, twende kwenye copper wire, ili ikiwezekana Tanzania ndio iwe kitovu cha uzalishaji wa bidhaa hiyo kusini mwa jangwa la Sahara, na inawezekana kabisa. Ukienda Zambia, hizi plant ziko nyingi sana, zote zinaishia kwenye copper cathode, asilimia kubwa sana. Mapema katibu mkuu wa wizara hiyo mhandisi Yahaya Samamba akawakumbusha maafisa madini wa mikoa juu ya kuepusha migogoro katika maeneo ya uchimbaji, huku kamishna wa madini Bi Theonista Mwasha akiweka wazi majukumu wanayoyatekeleza ili kuhakikisha sekta hiyo ya madini inaendelea kuwa na mchango mkubwa kwa taifa. Msiwafukuze watu wengi walio kwenye eneo moja ili aingie mtu mmoja. Mtasababisha chaos ambayo itasababisha ule utulivu tulionao na tunavyoendelea ndio naenda nao uweze kuwa mkubwa. Kwa hiyo angalieni namna nzuri ya kuweza kuzimanage sehemu ambazo kuna wachimbaji wengi. Tumeendelea na shughuli ya ukaguzi wa migodi na mazingira ili kuhakikisha kunakuwa na uchimbaji salama, endelevu na wenye tija. Kusimamia shughuli za biashara ya madini kwa kuimarisha huduma katika masoko yetu ambayo kwa sasa yamefika 43. Kutoka hapa Dodoma ni Kulinga Mwangi. Naam, Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Wilson Mahera amefunga rasmi mafunzo ya matumizi bora pamoja na salama ya vifaa vya TEHAMA kwa walimu wa shule za msingi yaliyotekelezwa kupitia mradi wa kuboresha elimu ya awali na msingi yani BOOST kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Elimu na Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, Daktari Mahera amesema jumla ya washiriki 1800 wakiwemo maafisa elimu kata 600, walimu wakuu 600 na walimu wa TEHAMA 600 kutoka halmashauri zote 184 wamepatiwa mafunzo hayo kwa lengo la kuongeza ufanisi katika kufundisha na kujifunza kwa kutumia TEHAMA. Deni tulionalo kwetu sisi sekta ya elimu, Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI ni kuhakikisha kwamba kila mtu anatumia uwezo wake alionao, akili yake alionayo na vifaa vilivyopo kuhakikisha kwamba anachangia kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu na mafunzo mbalimbali ambayo ni bora ili aje kuwajengea uwezo wa wao wenyewe kuweza kujiajiri na kuweza kuajiriwa, lakini wachangie katika kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwenye nchi yetu. Washiriki hao wamesema mafunzo yamewapa uwezo wa kutumia mbinu mbalimbali za kidijitali kufundisha hata maeneo yasiyofikika kirahisi. Taturahisishia pia kuweza kufika kusikofikika, kwa sababu ninao uwezo wa kuendesha mafunzo niko eneo hili na wenzangu wako maeneo mengine na tukaweza kuwasiliana vizuri. Tumesisitizwa twende kuwawezesha na wenzetu. Tumesisitizwa kwenda kuzitumia mbinu tulizofundishwa. Tumesisitizwa kwenda kutumia zana za kisasa za kidijitali. Hivyo kwa mabadiliko ambayo tumewezeshwa leo, ambayo tunahitimu leo, nadhani anaenda kubadilisha kwa kiwango kikubwa sana. Mradi wa BOOST umeendelea kuwa mkombozi katika sekta ya elimu kwa kuongeza ufanisi wa walimu, kuboresha mazingira ya ujifunzwaji na kuongeza kasi ya mabadiliko ya kidijitali mashuleni.
Mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa kwamba klabu ya soka ya KMC imeanza maandalizi rasmi kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba utakaochezwa Mei 11 kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Tupate taarifa. Channel 10 michezo imeshuhudia mazoezi ya timu hiyo yanayofanyika kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, ambapo msemaji wa timu hiyo Halidi Chukuchuku amesema bodi ya ligi imeidhinisha mchezo huo kuchezwa kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Ni mchezo mgumu tunafahamu, kwa sababu ni mchezo ambao unakutanisha na timu ambayo ipo kwenye mbio za ubingwa, kwa tunafahamu mchezo utakuwa mgumu, lakini sisi kama KMC Football Club tumejiandaa na kila kitu ambacho kitatokea, na uzuri mchezo wetu utakuwa katika dimba la Al Hassan Mwinyi pale Tabora. Imeshakuwa confirmed kutoka kwa bodi ya ligi, kwa tunasubiria siku kadhaa mbele timu itasafiri kuelekea mkoani Tabora kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi na baadaye kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Simba. Sambamba na hilo, Chukuchuku anaeleza sababu ya wao kuchagua uwanja wa Al Hassan Mwinyi kutumika kwenye mchezo wao dhidi ya Simba. Sababu ya kwanza ni kanuni ya zile kanuni za ligi, za bodi ya ligi zinaturuhusu sisi kuchagua uwanja tofauti na uwanja wetu wa nyumbani kulingana na sababu maalum, na kweli tumekuwa na sababu ambazo zimetufanya tupeleke huo mchezo. Lakini sababu za pili ni sababu za kiufundi. Unafahamu ilikuwa baada ya mchezo wetu dhidi ya Simba hapa tungetakiwa kusafiri takriban kilomita 826 mpaka Tabora kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Tabora United. Kungekuwa kuna fatiki kwa wachezaji. Tumeona kucheza mchezo dhidi ya Simba pale, baada hapo wachezaji watapata muda wa kupumzika na baadaye tutacheza mchezo dhidi ya Tabora wakiwa katika fresh ball. Lakini sababu nyingine ni kujiuza chapa KMC. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Juma Abdurrahmani na habari za michezo. Mtazamaji, anatuhitimishia habari hii asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.